Doumbia apata urais kwa kishindo Guinea. Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, endelea kusubscribe, kulike na kucomment kila aina ya taarifa na matukio ya kimataifa kutoka katika chaneli ya Zake Digital. Baada ya kupata uhuru wake kutoka kwa Ufaransa mwaka 1958, Guinea iliingia katika kipindi kipya cha kujitawala chini ya Ahmed Sekou Toure, rais wa kwanza wa nchi hiyo. Toure alisifika kwa ujasiri wake wa kukataa kuendelea kuwa chini ya Ufaransa, hatua iliyomfanya kuwa shujaa kwa Waafrika wengi. Hata hivyo, utawala wake uliweka msingi wa mfumo wa chama kimoja, ambapo chama cha PDG kilitawala bila upinzani wa kweli. Katika kipindi cha utawala wake mwaka 1958 hadi mwaka 1984, uchaguzi ulikuwa wa jina tu. Wananchi walipiga kura, lakini mgombea alikuwa ni mmoja. Serikali ilidhibiti siasa, vyombo vya habari na hata maisha ya kijamii. Watu wengi waliishi kwa hofu ya kushukiwa kupinga serikali. Licha ya juhudi za kujenga taifa huru, utawala huu ulihusishwa na ukandamizwaji wa kisiasa na hata ukosefu wa demokrasia. Baada ya kifo cha Traore mwaka 1984, jeshi lilichukua madaraka kupitia mapinduzi yaliyoongozwa na Lansana Conte. Utawala wake ulianza kwa ahadi za mageuzi na baadaye miaka 1990 mfumo wa vyama vingi uliruhusiwa. Hata hivyo, kwa vitendo, Conte aliendelea kutawala kwa nguvu kubwa. Uchaguzi uliofanyika chini yake mara nyingi ulipingwa na upinzani kwa madai ya udanganyifu mkubwa, ukosefu wa uwazi na hata matumizi ya vyombo vya dola. Guinea iliendelea kuwa na utawala wa Conte hadi alipofariki mwaka 2008. Kifo chake kilisababisha pengo la madaraka na kwa mara nyingine jeshi likaingilia kati. Kipindi hiki kiligubikwa na sintofahamu kubwa sana. Vurugu za kisiasa na hofu ilitawala miongoni mwa wananchi. Mwaka 2010, Guinea ilifanya uchaguzi uliotajwa kuwa wa kwanza wenye ushindani wa kweli tangu uhuru upatikane. Alpha Conde alichaguliwa kuwa rais. Wengi waliona huu kama mwanzo wa demokrasia ya kweli. Katika miaka ya mwanzo tu kulikuwa na matumaini ya mageuzi ya kisiasa na hata kiuchumi. Hata hivyo, kadri muda ulivyokuwa unaendelea, utawala wake ulianza kukosolewa vikali, hasa baada ya kubadilishwa kwa katiba mwaka 2020 ili kumruhusu kuendelea kugombea muhula mwingine. Hatua hiyo ilisababisha maandamano makubwa, migawanyiko ya kisiasa na kuporomoka kwa imani ya wananchi kwa serikali. Hali hiyo ilifikia kilele mnamo Septemba 2021, wakati jeshi lilipomuondoa Alpha Conde madarakani kupitia mapinduzi. Hata hivyo basi, historia ya utawala wa nchini Guinea umekuwa ukigubikwa na utawala wa chama kimoja tu, utawala wa kijeshi, uchaguzi wenye utata na hata matumaini yanayojirudia ya demokrasia. Ni historia iliyonyoosha mapambano ya taifa kati ya nguvu ya dola na sauti ya wananchi. Baada ya mapinduzi ya Septemba 2021, serikali ya kijeshi ilionekana haina uhalali wa kidemokrasia kwa sababu haikuchaguliwa na wananchi. Iliingia madarakani kwa nguvu. Uchaguzi ulihitajika kufanyika. Wananchi wote wachague viongozi ambao wao watawapitisha kihalali zaidi. Lakini pia kulikuwa kuna shinikizo kutoka jumuiya ya kikanda na hata kimataifa, yaani ECOWAS, Umoja wa Afrika pamoja na Umoja wa Mataifa. Hapa ndipo Guinea ilifanya uchaguzi baada ya mapinduzi hayo, huku sababu kadhaa zikitajwa ikiwemo kisiasa, kisheria na hata kimataifa zaidi. Katika uchaguzi huo, Doumbia alishinda kwa 86.7% ya kura zote katika uchaguzi ambao wapinzani wakuu walifungiwa nje. Kiongozi huyo wa kijeshi sasa amehalalisha utawala wake baada ya kuingia madarakani kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi. Katika duru yake hii ya kwanza kabisa amepata kura hizo 86, amepata 86% ya kura zote, kiwango kinachozidi kile ambacho kinachohitajika kuamua ushindi bila marudio. Uchaguzi huu ulifanyika siku ya Jumapili, huku wapinzani wakuu wakizuiwa kugombea na walikuwa wamewataka raia kususia kura. Ushiriki wa wapiga kura ulitangazwa kwa 80.95. Doumbia
aliongoza kwa kura nyingi katika mji mkuu wa Conakry na maeneo mengine kadhaa nchini humo. Hata hivyo, makundi ya raia na baadhi ya wagombea wamelalamikia dosari kubwa za uchaguzi, ikiwemo madai ya kuingiza kura bandia.